Welcome guys. Leo nitashare na wewe one of the superfood, chakula bora zaidi katika maisha yako ambacho unatakiwa ukitumie kila siku. Na huu ni mtazamo wangu ambao una backup ya research pamoja na scientific theories behind. Hichi chakula ni moja kati ya vyakula ambavyo vimeonekana kuwa na faida nyingi sana, na sio tu faida nyingi sana. Upungufu wa hichi chakula unahusishwa na matatizo mengi sana ya kiafya kama vile kisukari, pressure, mafuta mengi mwilini, lakini pia kuna changamoto za uzito mkubwa, mvurugiko wa hormone na changamoto nyinginezo. Kwa hiyo ni chakula ambacho kimsingi lazima ukipate. Na chakula hichi ni fiber ama nyuzi ama ufumwele. Hichi chakula by the way ni kemikali, ni aina ya sukari, lakini ni sukari tata, sukari ambayo haiwezi kumeng'enywa katika mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Hii fiber iko aina mbili by the way. Kuna zile ambazo zinameng'enywa katika mfumo wa chakula na zile ambazo haziwezi kumeng'enywa. Hapa nazungumzia fiber zote mbili, zinazoweza kumeng'enywa na zisizoweza kumeng'enywa, lakini kubwa zaidi ni zisizoweza kumeng'enywa. Kwa nini zisizoweza kumeng'enywa? Kwa sababu fiber ambayo haiwezi kumeng'enywa inapofika katika mfumo wako wa chakula, kwanza unasaidia kufyonza baadhi ya takataka kutoka kwenye mfumo wa chakula, kwa sababu yenyewe haiwezi kuvunjwa na kuingia mwilini. Kwa hiyo inatengeneza kinaitwa bolus. Ile bolus inaanza kufyonza uchafu ambao unatoka kupitia mfumo wa chakula kama haja kubwa. Na miongoni mwa vitu ambavyo vinatolewa kwa ufanisi sana na hivi vyakula ni estrogen hormone. Wanawake wengi wana changamoto za hormonal imbalance. Basi fiber ni moja kati ya approach nzuri sana unaweza ukaitumia kupambana na hiyo changamoto ya hormonal imbalance, hasa excess estrogen, kwa sababu estrogen inatolewa katika mfumo wa chakula na fiber ni nzuri sana katika kufyonza na kuondoka na hiyo estrogen kama kinyesi. Sasa lakini pia hii fiber inasaidia sana kudhibiti ufyonzwaji wa sukari katika mwili wako. Ufyonzwaji wa sukari unamata sana katika afya yako, kwa sababu unapokula chakula chenye sukari nyingi ikafyonzwa kwa wakati mmoja, inasababisha insulin kuzalishwa kwa kiwango kubwa sana ndani ya muda mfupi. Hili tatizo ni hatari. Over a long period of time itakuletea changamoto ya insulin resistance. Na ukishakuwa na insulin resistance, ndio chanzo kikubwa cha uzito mkubwa, kisukari type 2, lakini uvimbe, PCOS kwa wanawake wote wenye PCOS wanaonekana kuwa na insulin resistance. Lakini pia itakuletea changamoto ya mafuta mengi mwilini, in turn itakuletea matatizo ya high blood pressure. Wanaume utapata changamoto za upungufu wa nguvu za kiume. Yani changamoto zinakuwa ni nyingi sana. Hiyo ni long term impact, lakini short term impact inakusababisha matatizo ya mental health, mood swing, fatigue, kwa sababu unapokula hivi vyakula vinavyofyonzwa kwa muda kwa kiwango kubwa ndani ya muda mfupi, sukari inakusababishia ile insulin spike, itasababisha tryptophan movement kwa kubwa kwenye damu, inaenda kwenye ubongo, itasababisha kutengenezwa kwa melatonin kama impact, itakusababisha mwili wako kuwa na ule uchovu, kujihisi kusinzia, kwa hiyo inakupunguzia ile productivity. Kwa sukari nyingi ndani ya mwili kwa muda mfupi inapunguza productivity, inapunguza ufanisi wako. Kwa muda mrefu itakuweka kwenye riski ya matatizo mengi tuliyosema, ikiwemo kisukari na uzito mkubwa. Lakini sasa unapotumia fiber inaenda kupunguza kasi ya ufyonzwaji wa sukari. Kwa hiyo unapokula chakula chochote cha sukari nyingi, simple sugar, unashauriwa na nakushauri uwe unatumia na fiber pembeni, uwe na ile fiber. Avocado, vyakula vyenye fiber, avocado, lakini pia tuna brown rice, tuna mbegu na makokwa, yote ni chanzo kikubwa sana cha kizuri cha fiber. Kuna maharage ni chanzo kizuri sana cha fiber pia. Lakini pia tuna carrot ni chanzo kizuri cha fiber. Matunda mengi pia na chanzo kizuri cha fiber, na mboga nyingi ni chanzo kikubwa cha fiber. Kwa hiyo unapokula chakula chako, mfano wali ama ugali, tanguliza kwanza fiber. Kama ni mboga kula kwanza mboga. Kama ni tunda basi kula kwanza tunda. Kama ni mbegu basi kabla ya kwenda kwenye mezani kupata chakula, dakika 20-30 unatakiwa umeshakula walau mbegu.
kuprovide ile fiber ya kutosha. Alafu chakula, ile sukari inapoingia mwilini, inapokuta fiber, ile fiber ita control ufyonzwaji wa ile sukari. Kwa hiyo sukari itafyonzwa vizuri kwa utaratibu unaotakiwa, kwa itapunguza ile insulin spike. Ikipunguza ile insulin spike, basi itakupunguzia riski ya kupata hizo changamoto za insulin resistance, lakini pia haitoharibu siku yako. Siku yako bado itaendelea kuwa very productive, pamoja na kwamba umekula vyakula vya sukari. So fiber is one of the best food ambayo tunatumia kila siku. Ni super food, itakukinga na changamoto nyingi sana. Ukiachana na hivyo, fiber pia ni prebiotics. Prebiotics maana yake ni vitu vile ambavyo vinanawirisha bakteria wa faida katika mfumo wako wa chakula na mwili wako kwa ujumla. Kwa hivyo ni kitu ambacho ukikitumia kinasaidia wale bakteria wa faida kupata mazingira sahihi ya hao bakteria kunawili na kuendelea kufanya zile shughuli ambazo ni rafiki kwa mwili wako. So hiyo ni fiber. The problem, ama watu wengi wanashindwa kuelewa chanzo kikuu cha fiber ni nini. By the way, fiber ni nyuzi. Na kuna vyakula ambavyo ni top vyanzo vikuu vya hii fiber. Mfano, ndizi mbichi. Ndizi mbichi ni one of the best source ya fiber. Karoti ni one of the best source ya fiber. Brown rice, mchele ule wa brown, ni best source ya fiber. Matunda apple ama tufaa ni best source of fiber. Mboga za majani nyingi ni best source of fiber. Mbegu karanga, korosho, almond ni the best source pia ya fiber. Kwa hiyo unaweza ukaona ni vyakula ambavyo vya kawaida. Pia maharage ni chanzo kizuri sana cha fiber. Kwa unaweza ukaona ni vyakula ambavyo tunavipata maeneo yetu kwa urahisi zaidi, na ndio vimejaa katika mazingira yetu, lakini watu wengi sana hatuvitumii. Ni kwa sababu aidha ya kutokufahamu, lakini kuna zile stereotype kwamba baadhi ya mfano maharage ni chakula kizuri sana, lakini watu wengi wana ile stereotype kwamba maharage ni chakula cha kimaskini, maharage wanakula watu maskini, maharage yanasababisha bloating, gas, sijui asidi nyingi. Of course ni kweli maharage yana changamoto zake, lakini kuna namna bora ya kuandaa, na nimeandaa video maalum inayoelezea namna gani ya kuandaa maharage ili kunufaika na ile fiber iliyopo kwenye maharage. Maharage ni one of the best food, sio chakula cha kimaskini. Achana na hiyo stereotype. Tumia maharage kama number one source ya fiber, kijumlisha pia ina protein. Kwa hivyo fiber ni the best food ambayo unatakiwa kutumia kila siku katika maisha yako, kwa faida hizo ambazo tumezitaja na faida nyinginezo nyingi. Hapo utakuwa umejifunza jambo na umeungana na mimi. So let me know kwenye comment ni aina gani ya fiber ambayo wewe unapendelea kutumia katika hizo ambazo nimezitaja. Mpaka wakati mwingine, see you.